Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule, na ili tuweze na kupokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Jumatatu nyingine Mungu ametuwezesha kwa pamoja, na ili tuweze kusikia kutoka kwake. Na pasipo na kupoteza wakati, ningependa tuangalie neno lake Mwenyezi Mungu katika mstari ambao utatufungua zaidi, mstari ambao utatuelekeza hii wiki na ambao utatuhimiza hii wiki tunapoendelea katika shughuli zetu za kila siku. Na ningependa nisome kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 ule mstari wa 32. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 32, na Biblia inasema hivi: yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, ama asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kwa lugha ya Kiingereza nasema inaeleweka zaidi, inasema He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Baba, ni asante, maana wewe ni mwema na hakuna mwingine kama wewe. Wewe uketie enzini yote, ninakushukuru kwa nafasi umeweza na kutupa kuweza kupokea neno lako, kusikia kutoka kwako. Katumia hili neno kutuhimiza, katumia hili neno kutupa mwelekeo, katumia hili neno kuturekebisha, kutukemea, katumia hili neno kutupa maarifa, Mungu wetu, na ili tusije tukaangamia. Katumia hili neno kutuhimiza Baba, kujenga imani yetu, na ili tunapoendelea na maisha, safari ya uokovu, tusije tukarudi nyuma, na zaidi tuzidi na kufahamu ya kwamba kunaye Mungu anayetupenda. Tukuka na heshimika milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, Jumatatu hii ya leo. Na kwanza ukiangalia kitabu cha Warumi kimeandikwa naye Mtume Paulo, na unaona Mtume Paulo katika Warumi sura ya 8 anaanza na kuweza kuwahimiza, kuwatia moyo watu wa Mungu, na swahili kanisa lililokuwa pale Roma. Na hivyo tunaona katika mlango ambao tumesoma au sura ambayo tumesoma, Mtume Paulo anakuwa anatoa hakikisho kwa Wakristo kwamba hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo, kwa wale wamempokea Kristo na ambao wanatembea kwa njia zake. Na pia anaendelea na kufundisha kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu yuaishi ndani ya wale wamempokea Kristo na kuishi kulingana na neno lake, na kwamba hakuna lolote lile na ambalo linaweza kuwatenganisha na upendo wa Mungu. Na hivyo tunapofikia mstari wa 32 mahala tumesoma, Paulo pia anakuwa anawasilisha kwetu dhihirisho la pendo kuu la Mungu kwetu sisi. Paulo anakuwa anasema iwapo yeye hakumshikilia mwanawe wa pekee, nani huyo? Mungu. Iwapo Mungu hakumshikilia mwanawe wa pekee, Bwana Yesu asifiwe, Yesu Kristo alimtoa na ili afe kwa ajili yangu mimi na wewe. Na Paulo anakuwa anauliza swali pale, kama hakumshikilia mwanawe wa pekee aliyempenda, maana tunaona katika Yohana 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili yule aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele na milele. Ni kutokana na pendo la Mungu
Mungu kwetu alimtoa mwanawe wa pekee. Na hapo mstari tumeusoma, Paulo anauliza iwapo akumshikilia, iwapo akujizuilia kitu kilichokuwa cha maana kwake zaidi, hakuweza kukishikilia, bali alikitoa kwetu sisi, alikitoa kwa ajili yetu. Ndiyo, ni mwanawe wa pekee alimpenda, lakini Mungu alitupenda kiwango cha kumtoa huyo mwanawe wa pekee Yesu Kristo, na ili aweze kutuokoa. Paulo anauliza ni jambo gani lingine lile na ambalo Mungu hawezi akatupa? Ni nini hilo lingine atashikilia hawezi akatupa? Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, kama Mungu alimtoa mwana wake, atakunyima nini? Kama Mungu alimtoa mwanawe wake wa kipekee, atakunyima nini? Na hivyo nimekuja kukuhimiza, tunapokuwa tunaanza hii wiki, tunapokuwa tunaendelea hii wiki, nimekuja kukuambia hivi, Paulo anakuwa anaelezea pendo la Mungu kwetu sisi. Iwapo Mungu alimtoa zawadi ya pekee, kitu chake cha dhamani kwa ajili yetu, Paulo anasema mwanawe wa pekee alimtoa, basi tunaweza tukamwamini huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukamwamini Mungu hii wiki na akatupa chochote kile ni tamanio la mioyo yetu, maana sisi tu watoto wake. Naelewa Biblia inasema ya kwamba wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na Roho, na hivyo Roho hata kuongoza katika mambo na ambayo ni ya anasa, hata kuongoza katika mambo na ambayo Mungu hayapendi, lakini atakuongoza katika yale Mungu anataka ukaenende nayo. Na ndio maana iwapo alimtoa mwanawe wa pekee, Mungu awezi akashikilia lolote kwetu. Ni kazi unahitaji hii wiki, unaweza ukamwomba Mungu. Ni fedha unahitaji hii wiki, unaweza ukamwomba Mungu. Ni uponyaji unahitaji hii wiki, unaweza ukamwomba Mungu. Kwa sababu gani? Hakumshikilia mwanawe wa pekee. Na mara tumesoma Biblia, ni swali inauliza, kama hakumshikilia mwanawe wa pekee, ni nini lingine hilo na ambalo anaweza akatunyima? Mstari unatupa hakikisho. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unatupa hakikisho, tukitembea katika njia za Mungu, tukiendelea kutembea kulingana mapenzi ya Mungu, lolote lile tunalolihitaji litakuwa letu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataweza na kutupa vyote tunavyohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na iwapo yale tunahitaji yanaambatana na kusudi lake, shika hili, Biblia inasema mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na inaposema mambo yote, haimaanishi kila tamanio la mioyo yetu, lakini inamaanisha ya kwamba kile na ambacho kinaambatana na Mungu, kinaambatana na mapenzi ya Mungu, na zaidi kile na ambacho kitaweza na kukuza maisha yetu ya kiroho, kile na ambacho tunachokihitaji katika maisha yetu ya kila siku. Si hata katika ombi anasema na utupe riziki yetu ya kila siku. Kwa hivyo Mungu anazungumzia kwanza, chochote kile kitakuza, kitakufanya ukue kiroho. Jambo la pili, kile unachohitaji kila siku, riziki yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na ambazo zinalenga kuweza kuafikia malengo au mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na hilo tunaweza tukaangalia katika Mathayo. Niruhusu tu nisome kwa haraka katika Mathayo 6. Unapoangalia katika Mathayo 6 utaona pale kuna vile inakuwa inaelezea. Katika Mathayo 6 mstari wa 33, Biblia inakuwa inazungumzia kuhusiana na tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatukumbusha hilo, yale tunautafuta ufalme wa Mungu kwanza, na yale mengine yote tutazidishiwa, kwa sababu iwapo hakumshikilia mwanawe wa pekee, ni nini lingine lile anaweza kuwanyima? Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye asiye mwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote
pamoja naye. Shika mambo yote pamoja naye, yale yanaambatana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yale yanaambatana mapenzi yake. Na zaidi ukiangalia katika Wafilipi 4, Bwana Yesu asifiwe, mstari wa 19, Wafilipi 4 mstari wa 19, Biblia inakuwa inaelezea 16, kunradhi, inakuwa inasema hivi, kwa kuwa hata acha tuangalie kama ninasoma maana nafaa kuwa nasoma. Wafilipi 4:19 inasema hivi, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Huyu ni Paulo anakuwa anaambia hili kanisa, maana walitoa kwa ajili ya huduma yake Mwenyezi Mungu. Na pale pengine tumesoma katika Mathayo, kwa sababu tumejitoa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na yale mengine tutazidishiwa. Na hivyo hii wiki Mungu hakumzuilia mwanawe wa pekee. Kwa hivyo hakuna lolote lile anaweza akakunyima, so long as linaambatana na mapenzi yake. Mapenzi yake ni kuhakikisha unakuwa kiroho. Mapenzi yake ni kuhakikisha haukosi chochote unachokihitaji kila siku. Mapenzi yake ni kuhakikisha anaonekana kupitia wewe, anatukuzwa kupitia wewe. Na hivyo nasema nini siku hii ya leo? Msalaba ndio shahidi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba ndiye shahidi mkubwa wa pendo lake Mwenyezi Mungu pamoja na uaminifu wake katika maisha yetu. Na tangia Mungu tayari ashatoa dhabihu iliyo kuu, ashatoa na akaonyesha pendo lake, tunaweza tukamwamini, tunaweza tukaweka matumaini yetu kwake katika mambo mengine yote tunayohitaji. Si anatuambia tumtwike fadhaa zetu, maana yeye hujishughulisha na mambo yetu. Tunaweza tukamwaminia maisha yetu, utoaji wake, ukarimu wake umejengwa katika neema yake na wala si kwa dhamani yetu. Shika hilo. Ukarimu wa Mungu umejengwa juu ya neema yake na wala si kwa dhamani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tukielewa hilo, basi tufanye nini? Tunaweza tukamwamini Mungu hata wakati hatuoni majibu ya maombi yetu hii wiki. Tufanye nini? Tukumbuke ya kwamba pendo la Mungu limedhihirishwa pale msalabani. Pendo la Mungu kwetu si la kutiwa dukuduku. Amelithibitisha kupitia msalaba kwa kumtoa mwanawe wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunaweza tukaleta kila hitaji tunalolihitaji katika mioyo yetu kwa ujasiri mbele za Mungu, tukielewa ya kwamba yeye hujishughulisha na mambo yetu. Na hivyo tunaweza tukaishi kwa mioyo iliyojawa na shukrani. Tunaweza tukaishi kwa imani, tukiamini kwamba Mungu atatupea yale yote tunayohitaji kutimiza makusudi yake hii wiki na ambayo tumeianza. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ikiwa Mungu hakumzuia mwana wake wa pekee Yesu Kristo, bali alimtoa kwa ajili yetu, basi hatatunyima kitu chochote kilicho chema na kinachopatana na mapenzi yake. Hivyo tumwamini kwa moyo wote, tupumzike katika pendo lake lililo kuu, na tuendelee kutembea kwa imani, tukijua kwamba Mungu aliyetoa zawadi kuu zaidi, Yesu Kristo, ataendelea na kutupatia kila kitu tunachohitaji kwa maisha ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akubariki. Baba, ni asante kwa neno lako. Asante kwa kunena nasi siku ya leo na kutukumbusha kwamba ulitupenda Baba.
na hukumzuilia mwanawe wa pekee, mwana wako wa pekee Yesu Kristo. Na hivyo ni lipi lingine lile na ambalo unaweza ukalishikilia kwetu ukatunyima, iwapo linaambatana mapenzi yako na kusudi yako? Mfalme mkuu na mtakatifu, tunaanza hii wiki kwa ujasiri, tukielewa, tukitembea kulingana na mapenzi yako, tukiomba kulingana na mapenzi yako. Vyote tunavyoomba vitakuwa vyetu na hakuna lolote lile ambalo utatunyima. Mfalme mkuu na mtakatifu, tuongoze hii wiki yote. Asante kwa hili neno la kutuhimiza na la kutupa maarifa. Mfalme tukuka, heshimika milele yote. Labda uko pale umesikiliza hili neno la Mungu na unasema, Mchungaji Benson, mimi ili pendo kuu la Mungu ningependa kulikubali, maana ashanipenda. Ningependa kukubali upendo wa Mungu. Na utaukubali kivipi? Kwa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. In simple, kwa kuokoka. Ungependa kuokoka? Ungependa kumrudia Kristo? Sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Uokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari nimeanza siku ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini. Baba, asante kwa wana ambao wamekubali pendo lako kuu ulilotuonyesha. Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha wakaishi maisha na ambayo ni ya kukupendeza. Baba, kawadhibitishe katika wokovu, kawaongoze zaidi, wacha Roho Mtakatifu akawaelekeze. Mungu wetu, ninaomba kwamba watakutukuza kupitia maisha yao ya kila siku. Asante kwa hii wiki Baba, tuongoze sisi wote kwa ujumla, tuwezeshe tukakutukuze katika maisha yetu, katika kazi zetu, lolote lile tunalolifanya. Wacha wewe ukapokee sifa zote na utukufu, na hakika ukaonekane ndani yetu, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, Jumatatu ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Tupatane hiyo kesho kwa neno lingine lake Mwenyezi Mungu. Na uko pale umeokoka, umeomba ile ombi la kuokoka, wewe uko pale ungependa kumtolea Mungu, wewe uko pale ungependa kuzungumza nami, hizi ndizo nambari, unanitumia ujumbe mfupi. Kama umeokoka, nitumie ujumbe mfupi. Pili, ukiwa na swali lolote, nitumie ujumbe mfupi. Na tatu, pia mtolee Mwenyezi Mungu kupitia hizi nambari 0792593648, 0792593648, +254-792-593648, +254-792-593648. Hizo ndizo nambari zangu. Basi sema nami pale na Mungu atakubariki. Kumbuka pia kusubscribe kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Hadi hiyo kesho, na kupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.